Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jina langu ni Hamida Abubakar. Taarifa yetu usiku huu: Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan atetea hatua zilizochukuliwa na vyombo vya usalama wakati wa machafuko ya Oktoba 29 huku akipuuza lawama za mataifa ya nje. Karibu. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametetea hatua zilizochukuliwa na vyombo vya ulinzi na usalama wakati wa machafuko ya Oktoba 29 mwaka huu, siku ambayo maandamano na mapambano baina ya waandamanaji na polisi yaliripotiwa kusababisha vifo na majeruhi katika maeneo kadhaa nchini humo. Akizungumza leo katika mkutano na wazee wa Dar es Salaam, Rais Samia alisema nguvu iliyotumika na vyombo vya usalama ilikuwa ya lazima kulinda amani na kuzuia kile alichokitaja kama jaribio la kuvuruga utulivu wa nchi na mapinduzi. Pia ametoa onyo kuhusu maandamano yanayotarajiwa tarehe 9 Disemba, akisema serikali imejiandaa kukabiliana na vurugu zozote. Tunaapa kuilinda nchi hii na mipaka yake, kulinda usalama wa raia na mali zao. Na katika hali hiyo, nguvu inayotumika inaendana na tukio lililopo. Tunapoambiwa kwamba tulitumia nguvu kubwa sana kwenye tukio lile, nguvu ndogo ilikuwa ni ipi? Ilikuwa tuwaangalie waandamanaji waliojiandaa kufanya mapinduzi mpaka wafanikiwe? Hapo patakuwa pana dola kweli? Dola haiko hivyo, na hayapo Tanzania peke yake. Tulishashuhudia kwa wenzetu, waandamanaji wengi wanaingia njiani, na wakiingia njiani, serikali ikiona huu uandamanaji unakwenda pasipo, wanaweka nguvu kubwa. Yameshafanyika kwenye mataifa huko na tumeyaona. Sasa wanaporudi kutulaumu mlitumia nguvu kubwa, wao walitaka nini? Aidha, Rais Samia alisema baadhi ya makundi yaliyoshiriki maandamano hayo yalikuwa na nia ya kusababisha mabadiliko ya kisiasa kupitia vurugu, akisisitiza kuwa serikali haiwezi kutazama kimya katika mazingira ya namna hiyo. Kiongozi huyo alirusha lawama kwa mataifa ya nje kushawishi na kuchochea vurugu hizo, akisema yanaionea wivu Tanzania. Nje huko wanakaa, Tanzania ifanye moja, ifanye mbili, ifanye tatu, halafu ndiyo itakuwa hivi. Who are you? Kwao hayatokei. Tumenyanyua sauti sisi kusema ya kwao. Wanadhania bado wao ni masters wetu, ni wakoloni kwetu. Kitu gani? Ni fedha chache wanayotugaia. Mwanamke mzuri ndio anayepiganiwa, uongo kweli? Sasa nchi yetu hii, alhamdulillah, Mungu katuumba vizuri. Katuumba vizuri sana. Katuweka pahali pazuri sana. Kama ninavyowaambia, Tanzania ni lango la kuingia Afrika. Rais Samia pia amejibu kauli za viongozi wa dini kwa matamshi yao kuhusu matukio ya wakati na baada ya uchaguzi nchini humo. Kwa hiyo niwaombe sana viongozi wa dini, tuvae majoho. Yale majoho yetu yaoneshe sura halisi. Hakuna kitabu chochote cha dini kimesema tutazitumia dini zetu kuvuruga nchi zetu. Hakuna. Ni utashi binafsi wa watu kwa ubaya wa nafsi zao. Kwa msivae majoho ya dini mkatengeneza utashi wenu binafsi kwa kupitia vivuli vya dini. Niwaombe sana viongozi wa dini, tusimame, tusivuruge nchi yetu. Tusivuruge nchi yetu. Kauli ya Rais Samia inajiri siku moja tu baada ya tume ya uchunguzi kuanza kazi rasmi, ambapo ilisema itahusisha wahusika wote katika kufahamu kiini hasa cha machafuko ya wakati wa uchaguzi Tanzania. Haya yote yamaanisha nini kwa mustakabali wa taifa hilo? Ili kufahamu zaidi, tunaungana mubashara na mchambuzi Mhando Philemon Mbuguni akiwa Washington DC, Marekani. Sasa umechukuliaje hotuba ya Rais Samia leo kuhusu nguvu iliyotumiwa kuzima vurugu baada ya uchaguzi na pia maandamano yanayodaiwa kupangwa Disemba 9, Philemon? Naam, asante sana. Hii inaashiria kwamba serikali imeamua kuchukua msimamo mkali katika wakati ambao dunia imeshuhudia nguvu kubwa iliyotumika kwa ajili ya kudhibiti maandamano. Na ukiangalia kwa undani zaidi, hakukuwa na ulazima wa kutumia nguvu kubwa, kwa sababu mosi, maandamano ni haki ya kikatiba, na pili, ushahidi wa picha ambao unaonekana kwa watu waliouawa na wengine waliojeruhiwa, hakuna ushahidi kwamba ni watu ambao walikuwa
kuweka hatari katika usalama kama vile inavyodhaniwa na serikali. Sasa Wizara ya Mambo ya Nje Tanzania, Mhando, ilisema itatumia njia za kidiplomasia kuzuia kusitishwa kwa ufadhili wa Umoja wa Muungano wa Afrika. Lakini leo Rais Samia ameonekana kuchukua mkondo tofauti. Hii inaweza kuwa na athari gani kwa ufadhili wa maendeleo Tanzania? Hii inaweza kuwa na athari kubwa. Kuna hatari ya Tanzania kutengwa katika jamii ya kimataifa kidiplomasia na kiuchumi, kwa sababu tayari tumeona bunge la Ulaya limeshapitisha azimio la kusitisha msaada, na tumeona bunge la Marekani, kamati ya mambo ya nje ya Senate na baraza la wawakilishi, ambao pia wametoa onyo kusema kwamba lazima hatua stahiki zichukuliwe kwa ajili ya kuwajibisha watu waliosababisha mauaji ya raia. Kwa hiyo kama Disemba 9 kutatokea maandamano na itatokea tena nguvu kubwa ya kudhibiti maandamano hayo juu ya raia, basi kuna uwezekano mkubwa Tanzania ikaathirika zaidi katika mashirikiano ya kiuchumi na kidiplomasia. Tuzungumze kuhusu upinzani, ambapo tume ya uchunguzi imesema itawashirikisha katika kuweza kufanya uchunguzi wake, lakini pia vile tumesikia Rais Samia akisema kwamba serikali haitaelekezwa cha kufanya. Hii inakaa vipi? Naam, hiyo tayari inaonyesha mkingamo, kwa sababu tume ya uchunguzi, jambo la msingi kabisa, inapaswa kuwa tume huru. Kwa hiyo yule anayechunguzwa anapoteua watu wanaomchunguza, kwa maana serikali inapoteua tume ambayo inachunguza mambo ambayo yamefanyika na serikali, then inaondoa trust kwa watu kuamini kwamba tume hiyo itatoa majibu ambayo hayatakuwa na mwegemeo juu ya serikali. Sasa unadhani juhudi zilizochukuliwa baada ya ghasia za uchaguzi Tanzania zinaridhisha kufikia sasa, au kitu gani kingine ukifanywe ili kuwe na uwiano? Na kwa juhudi mpaka hivi sasa kwa kweli haziridhishi, kwa sababu kwanza kabisa tumeona serikali ilikuwa ikijaribu kubadilisha upepo katika public opinion, ikisema kwamba waandamanaji wametumwa ama zile picha hazikuwa za kweli. Na jambo ambalo lilitakiwa kufanyika ni serikali kushusha joto kwa mambo ambayo tayari yametokea, kwa sababu tayari kuna watu wamepoteza ndugu zao, na vile kuonyesha nia thabiti ya kufanya marekebisho ya kisheria, hususan marekebisho ya katiba. Na hiyo ndio mambo makuu ambayo hivi sasa yanaumiza vichwa vya watu wengi kwa ajili ya kutengeneza mustakabali ambao utakuwa ni endelevu. Lakini kwa hatua mpaka hivi sasa ambazo zinachukuliwa, kwa Kiswahili wanasema funika kombe mwanaharamu apite, hiyo itakuwa ni jambo ambalo halitosuluhisha huu mgogoro ambao mpaka hivi sasa bado unafurukuta ndani ya nchi. Naam, asante sana Mhando kwa kutupatia tathmini hiyo. Sasa na taarifa hiyo ndio inayotukamilishia taarifa yetu kuu usiku huu.